Karibuni nyote jioni ya leo nyuani mwa Bwana. Haleluya. Leo ni siku njema ya tofauti sana ambayo Bwana ameifanya. Kwa hiyo ninawakaribisha nyote mlioko mahali hapa na wale wanaoendelea kututazama kupitia katika akaunti yetu ya Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Nawakaribisha sana na Mungu awabariki. Bwana yuko mahali hapa RHC, mahali ambapo kila mmoja ni wa thamani. Yesu alikufa kwa ajili yetu wanadamu wote, na kwa hiyo kila mmoja ni wa thamani mbele za Bwana. Na tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alituthaminisha sana toka alivyokuwa akituumba. Kwa hiyo unaendelea kutufuatilia, jua ya kwamba wewe ni wa thamani sana mbele za Bwana. Na muda huu bado tuko katika season ya Pentecost, kipindi ambacho tunaendelea kukumbuka siku ambayo utimilifu wa ahadi ya Mungu ulitimia. Haleluya. Utimilifu wa ahadi ya Mungu ulitimia. Na tutaenda kuangalia neno la Mungu linalosema Pentekoste ni ushahidi. Haleluya. Pentekoste ni ushahidi. Jambo kubwa tunapokuwa tunasherehekea Pentecost ni kwamba tunasherehekea siku ambayo Bwana Mungu aliachilia nguvu. Na hiyo nguvu ilikuwa kwa ajili ya makusudi maalum. Ilikuwa kwa ajili ya makusudi maalum. Katika maisha yetu ya kila siku, kila jambo linakwenda kwa makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko nyumbani, ukanunua mikate, ukanunua ndizi, ukanunua unga, ukanunua mchele. Kila kitu unachonunua kina makusudi yake. Haleluya. Unaweza ukanunua mkate ni kwa sababu ya breakfast. Ukaweza kununua mchele na nyama ni kwa ajili ya lunch. Ukaweza kununua chapati, ukanunua na nyama au supu ni kwa ajili ya sapa. Bwana Yesu asifiwe, chakula cha jioni. Au vinginevyo. Lakini unanunua hivyo vitu. Lakini unaponunua hivyo vitu unavyovinunua vina makusudi katika maisha yako. Haleluya. Umefanya manunuzi ndio, umepika ndio, umekula ndio. Lakini umenunua, umepika, umekula kwa sababu gani? Umekula kwa sababu uwe na nguvu ya kuishi, ili uwe na nguvu ya kutembea. Haleluya. Na unapokuwa umekula na usipofanyia kazi hiyo nguvu, chakula chako kinakuwa hakina maana. Haleluya. Na utakuwa umepoteza pesa za bure kwa sababu hukufanyia kazi makusudi ya yale manunuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yesu alipokuja hapa duniani alifanya kazi kubwa ya kuanzisha huduma. Alikuwa na darasa la watu 12. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na darasa la watu 12. Na watu hawa akawafundisha huduma. Waliingia darasani akawa anawafundisha. Tunaona kuna wakati Biblia inatuambia alikwenda mlimani akaketi nao akawafundisha. Mathayo sura 5 inatuambia habari za heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Heri. Alikuwa katika darasa anafundisha. Na ikafika wakati akawaingiza katika mafundisho ya vitendo. Tunaona akawatuma wawili kwenda kuhubiri Injili. Haleluya. Na kwa hiyo akawa katika darasa, akaimarisha, akatengeneza huduma ndani yao.
lakini akawa ameanzisha huduma 5. Huduma ya unabii, huduma ya ualimu, huduma ya uinjilisti, huduma ya utume na huduma ya uchungaji, huduma 5. Lakini tunaona wakati anapaa kwenda mbinguni, akasema msiondoke mpaka pale mtakapopokea nguvu. Haleluya. Hebu tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura 1 na mstari wa 8. Tuanze mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 6. Acts chapter 1 verse number 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya. Anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu ni kwa sababu gani? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama ambavyo mtu unavyofanya shopping, ukala chakula, ukapokea nguvu, na ile nguvu inapokujia katika mwili wako, ni lazima ifanye kazi. Utaanza kutoka, utaenda kwenye biashara zako, utaenda kufanya kazi ya kilimo, utaenda kufanya kazi ya biashara, utaenda ofisini, utaenda shuleni, utaenda mahali pengi. Kwa hiyo ile nguvu inayotokana na chakula ulichokula ina sababu ya kufanya wewe uweze kutenda kazi. Kichwa chako kifikiri vizuri, miguu yako iweze kutembea ikiwa na nguvu, na mikono yako iweze kufanya kazi. Haleluya. Haleluya. Na Yesu aliwazuia wanafunzi wake wasiende kufanya kazi ya injili, pamoja na kwamba tayari ameshawafundisha huduma. Miongoni mwao wako manabii, miongoni mwao wako mitume, miongoni mwao wako walimu, miongoni mwao wako wainjilisti, miongoni mwao wako wachungaji. Lakini alisema msiende kuhubiri, msubiri nguvu, kwa sababu hiki kilichoko ndani yenu bado kuna ziada inayohitajika kupokea nguvu. Haleluya. Na Biblia haikuacha wazi, imetuelezea kabisa kwamba kazi ya hiyo nguvu ni nini. Makusudi ya hiyo nguvu ni nini? Makusudi ya hiyo nguvu anasema, lakini mtapokea nguvu ikisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wote. Mtakuwa mashahidi wangu. Sio mashahidi wa kitu kingine chochote. Mtakuwa mashahidi wangu. Sio mashahidi wa falme wa dunia hii, sio mashahidi wa mjomba, wa shangazi, wa baba, wa mama, bali mtakuwa mashahidi wa Yesu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya. Biblia inatuambia hayo yalikuwa ni maneno yake ya mwisho. Maana ukiendelea pale anasema, na hata akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao walipokuwa wakitazama macho mbinguni. Yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni,
atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maneno ya mwisho kabisa. Yesu anapaa kwenda mbinguni, na alipomaliza kuyasema, wingu likamchukua likamrudisha kwa Baba. Haleluya. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Haleluya. Na yalikuwa maneno ya mwisho, kwa maana yalikuwa ni maneno ya wosia. Anawawosia wanafunzi wake, msiende kuhubiri, subirini nanyi mtapokea nguvu. Haleluya. Sasa leo tutakwenda kuangalia hii nguvu ni nguvu gani? Haleluya. Hii nguvu ni nguvu gani? Kwa hiyo tunapokuwa tunakumbuka siku ya Pentecost, hakuna kitu kingine cha maana zaidi ya kwamba tunapokea nguvu ya kwenda kuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona neno la Mungu hapa, kitu cha kwanza tunachokiona ni kwamba bila Roho Mtakatifu hakuna shahidi halisi wa Kristo. Haleluya. Kama hakuna Roho Mtakatifu hakuna shahidi wa Kristo. Maana Roho Mtakatifu ndiye aletaye ushahidi ndani ya wetu. Yeye ndio aletaye ushahidi, analeta nguvu ya ushahidi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na kesi mahakamani, alafu ukasema mimi ni shahidi, nilikuwepo. Inawezekana ni kesi ya kununua uwanja. Mtu anasema mimi ni shahidi. Anapoambiwa leta ushahidi, hana chochote alicho nacho. Lakini anaposema mimi ni shahidi, ni shahidi gani? Wakati huo mwenye uwanja ameshatoa documents. Anasema ushahidi wangu, hebu mheshimiwa hakimu, leta hiyo karatasi ya manunuzi. Katika listi ya mashahidi hapo, mimi ni mtu wa pili, na hiyo iliyoko hapo mbele ni sahihi yangu. Hata kwenye kitambulisho changu ukiangalia, hiyo ni sahihi yangu. Hakimu anapoangalia, anaanganisha na ile karatasi, anakuta kweli ni shahidi na vitambulisho, jina ni lile, picha ya mtu aliyesimama pale ni ile, sahihi ni ile. Anasema kweli umeleta ushahidi wenye nguvu. Haleluya. Lakini anapokuta jina la kitambulisho chako liko tofauti na jina lililoko kwenye hati ya mauzo, anasema ushahidi wako hauna nguvu. Mbona majina yako tofauti na sahihi zinatofautiana? Ushahidi wako hauna nguvu. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapomjilia mtu, anaachilia nguvu ya ushahidi. Haleluya. Tunapokea nguvu ya ushahidi. Sasa hebu tuone ushahidi huo ni nini. Ushahidi wa kwanza ni umuhimu wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, analeta ujasiri. Unapata ujasiri. Haleluya. Unapata ujasiri wa kufanya kazi ya Mungu. Unakuta kuna mtu mwingine anaweza kuwa amekaa kwenye basi, au yuko darasani, yuko shuleni, yuko mahali popote na wenzie, anaogopa hata kusema mimi ni mlokole. Yuko kwenye biashara zake, anashindwa kujipambanua kwamba yeye ni mtu aliyeokoka. Huyo mtu ujue hana Roho Mtakatifu, maana hana ujasiri wa kusema kwamba mimi ni mlokole, nimemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hiyo ni ishara ya kwamba huyu hana Roho Mtakatifu. Hata kazini kwake hataki wafanyakazi wenzie wajue yeye ni mlokole. Katika biashara yake, kwenye makundi na ndugu na wafanyakazi wenzie, wafanyabiashara wenzie, hataki wajue kama yeye ni mlokole. Ujue huyo ndugu ana Roho Mtakatifu,
na hata anapomshuhudia Kristo ushahidi hana nguvu ya ushahidi, kwa sababu Roho wa Bwana hayuko ndani yake. Haleluya. Bwana atuhurumie sana. Bwana atuhurumie sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huleta ujasiri. Kuna mtu mwingine umwambia leo nenda kafanye injili stendi pale, hawezi. Hana huo ujasiri. Roho Mtakatifu hayumo ndani yake. Lakini Roho Mtakatifu akija ndani yake, anampa nguvu ya ujasiri wa kunena na kumshuhudia Yesu. Haleluya. Ana ujasiri wa kumwambia Bwana atakutoa katika shida zako. Yesu ana uwezo wa kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona akina Petro waliokuwa wanafunzi wa Yesu, kabla hawajajazwa Roho Mtakatifu, wakati Yesu anasulubiwa, Petro anaulizwa, hivi na wewe si ulikuwa miongoni mwao? Akamkana, mimi sio. Huyu hapa na yeye alikuwemo. Sio mimi. Amemkana Yesu mara 3 kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini baada ya siku ya Pentekoste, baada ya kupokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, tunamwona Petro sasa anaanza kuhubiri kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Anapoenda kwenye hekalu kusali, anamkuta kiwete yuko mlangoni, anaomba pesa, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Kwa sababu Petro ana ujasiri na ile nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yake, ambaye alipokea siku ya Pentekoste. Anamwambia, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho, ile nguvu tulio nayo itakutoa katika vifundo hivyo. Anamwambia, kwa jina la Yesu inuka na uende. Yule kiwete, Biblia inasema vifundo vya miguu yake vikaimarika na akasimama akawa mzima. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Tunaona ile nguvu ya ujasiri iliyo ndani ya Petro. Haoni vizuri apite watu wenye shida akawaacha kama walivyo, kwa sababu ile nguvu ya Roho Mtakatifu inampa ujasiri. Sasa anaanza kuhubiri, anatenda kazi, anaponya watu. Haleluya. Na walipokuwa wakitenda miujiza hiyo, watu Mafarisayo na Masadukayo na watu wengine wakawajia, wakaanza kujiuliza, hawa watu hizi nguvu wamezitoa wapi? Haleluya. Wakawa wanasimama kinyume nao. Petro anasimama kwa ujasiri, anawaambia, je, tuwatii ninyi au tumtii Kristo? Haleluya. Tuwatii ninyi au tumtii Kristo? Maana mnaona tusitende kazi ya Mungu. Anaongea nao kwa ujasiri. Petro aliyekuwa mwoga sasa anabishana nao. Sisi hatuwezi tukaacha kutenda kazi ya Mungu. Hatuwezi kuacha kila ambacho Yesu alituachia. Tutaendelea kufanya kazi ya Mungu. Na kama ni kuponya, tutaendelea kuponya watu. Nyie mnataka mimi ni visu. Tuwatii ninyi au tumtii Mungu? Haleluya. Anawaambia, yule mliyemsulubisha ndiye atendaye kazi ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Petro ananena kwa ujasiri kwa sababu amepokea nguvu baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yake. Anaongea kwa ujasiri. Na ule ujasiri wa Petro uliwafanya wakaanza kutafakari. Wakasema, mbona huyu Petro alikuwa mvuvi wa samaki tu? Huyu hana elimu, hana chochote. Imekuwaje huyu ujasiri ametoa wapi? Hii nguvu ya uponyaji ameitoa wapi? Walipotafakari wakasema, ala, kumbe huyu alikuwa pamoja na Kristo. Haleluya. Wakapata majibu wenyewe ya kwamba alikuwa pamoja na Kristo. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposimama kwa ujasiri katika zamu yetu kama watu waliopokea Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu akiweka nguvu ndani yetu, watu walioanza kupata ujasiri
tutanena kwa ujasiri, na huyo Roho Mtakatifu atawatafakarisha na watapata majibu, maana he works in two folds. Haleluya. Roho Mtakatifu anatenda kazi katika njia mbili. Atatenda kazi yake ndani yako, atakupa ujasiri, lakini pia ataongea na wale wanaokusikiliza. Na ndipo maana walipopata ujasiri wakasema, hawa pamoja na kwamba walikuwa wavuvi wa samaki, lakini waliacha kuvua samaki, wakatembea pamoja na Kristo na wakapokea nguvu siku ya Pentekoste. Na ndio maana ishara na miujiza vinaambatana nao. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Wapendwa, ujumbe huu ni kwako leo. Usiwe mnyoronyoro, uwe na ujasiri. Hakikisha Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, na Roho Mtakatifu akiingia ndani yako utapokea ujasiri na utakwenda mataifa yote. Haleluya. Haleluya. Unajiona una hofu, unajiona una mashaka kwa sababu hujafungua moyo wako ili uweze kumpokea Roho Mtakatifu. Utakapompokea Roho Mtakatifu utapokea ujasiri. Usishangae kuona watu wanahubiri ndani ya mabasi, usishangae kuona watu wanahubiri ndani ya ndege, usishangae kuona watu wanahubiri mabarabarani. Ni kwa sababu wamepokea Roho Mtakatifu na wamepata ujasiri wa kuwa mashahidi wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Katika season hii Roho Mtakatifu yuko tayari kuachilia nguvu ndani yako, yuko tayari kuachilia ujasiri ndani yako, na utafanya mambo ambayo hujawahi kufanya mpaka wewe mwenyewe utajishangaa. Kwa mkono wako wagonjwa watapona, kwa mkono wako viwete watatembea, kwa mkono wako watasa watapokea watoto, kwa mkono wako wenye uvimbe utaondoka, maana umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na yataachilia ushahidi. Utafanyika kuwa shahidi ndani ya Yerusalemu, ndani ya Samaria na miisho ya dunia, kwa sababu yuko atiaye nguvu, yuko atiaye ushahidi, yuko atiaye ujasiri. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Tafuta sana Roho Mtakatifu na uondoke kwenye kanisa ambalo halikiri ujazo wa Roho Mtakatifu. Uko mahali ambapo hapakustahili, ndugu yangu. Ondoka uende kwenye kanisa linalokiri uwepo wa Roho Mtakatifu, linalokiri nguvu ya Roho Mtakatifu, nawe utakuwa shahidi ndani ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika na miisho ya dunia. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. 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 Bwana ameachilia vitenda kazi ndani yako. Roho Mtakatifu ajapo huachilia vitenda kazi, huachilia nguvu, nawe unafanyika kuwa shahidi. Na wewe ambaye tayari umejazwa Roho Mtakatifu na bado hujafanyia kazi hiyo nguvu iliyoko ndani yako, ndugu yangu, imani bila matendo haitoshi. Unatakiwa kuingia shambani mwa Bwana na kudhihirisha. Unapokuwa na ushahidi wa kesi, lakini hauendi mahakamani kupeleka huo ushahidi, haleluya, huo ushahidi hauna nguvu. Ushahidi unafanya nguvu unapoingia mahali pa kesi na kutenda kazi yake. Haleluya. Haleluya. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako lazima ikatende kazi. Watu wajue hakika yuko Mungu. Laiti akina Petro angempita yule kiwete, wale makutano yale yasingejua nguvu ya Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu Petro hakumpita yule kiwete, akasema, ulicho nacho tutakupa, kwa jina la Yesu simama. Nguvu ikathibitika, ikawa ushahidi. Haleluya. Ikawa ushahidi. Watu wakajua kumbe yule Yesu tuliyemsulubisha alikuwa wa maana sana. Alikuwa ni mwanzo wa nguvu yetu, alikuwa ni wa kutenda kazi miongoni mwetu. Kumbe kwa kupitia Yesu tungeweza kuponya watu, tungeweza kuinua watu, tungeweza kubariki watu. Haleluya. Nguvu ya Pentekoste ni ushahidi.
nguvu ya Pentekoste ni ushahidi. Bila ushahidi Pentekoste haina kazi. Bila ushahidi ujazo wa Roho Mtakatifu hauna kazi. Bwana anakusubiri uende mahali penye kesi. Kuna kesi nyingi sana. Kuna kesi za ulevi, kuna kesi za ujambazi, kuna kesi za magonjwa. Zinahitaji wewe uliye na nguvu ya Roho Mtakatifu ukadhihirishe ushahidi. Walioviwete watembee, vipofu wakaone, viziwi wakasikie, viwete wakatembee, wenye kansa wakafunguliwe. Haleluya. Bwana anakusubiri kwenye eneo la ushahidi. Bwana anakusubiri kwenye eneo la ushahidi. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu anaachilia ushahidi. Roho Mtakatifu huleta karama za maombezi, huleta karama za unabii, huleta karama za maarifa, huleta karama za uponyaji, huleta karama za imani, huleta karama za hekima. Zote ni zana za ushuhuda. Haleluya. Hizo zote ni zana za ushuhuda. Kama alivyo daktari na elimu yake ya udaktari, asipokuwa na microscope, asipokuwa na syringe, asipokuwa na vitendea kazi, udaktari wake ni bure. Hakuna mtu ataelewa kama yeye ni daktari. Anahitaji kuwa na microscope, anahitaji kuwa na microscope ili aweze kufanya analysis na investigation. Haleluya. Anahitaji kuwa na sindano aweze kutibu watu. Haleluya. Anahitaji kuwa na madawa yako hapo ili aweze kutibu watu, na watu watakapopona wanasema hakika huyu ni daktari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu huja kuachilia karama. Na unapokuwa unatenda kazi ya Mungu kwa kutumia karama, ndio pale nguvu ya ushahidi inapothibitika. Roho Mtakatifu hutoa mwelekeo wa kipi cha kusema na wapi pa kwenda na lini. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kazi ya Mungu ukaenda shagrabagra. Tulia, omba Mungu akuelekeze mahali gani pa kwenda. Roho Mtakatifu ndio atuambiaye wapi pa kwenda na lini uende na kitu gani uende kusema unakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Yeremia, usiogope. Usiogope ukasema mimi mtoto mdogo. Utakwenda mahali nitakapokupeleka, na mimi nitakufundisha cha kusema. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, usione hivi. Sisi watumishi wa Mungu tunaenda sehemu mbalimbali kwa neno la Mungu. Wakati mwingine unaweza kuwa umeandaa jambo lako, lakini unaposimama madhabahuni ukajikuta Roho anashuka na kitu kingine kabisa, tofauti na kile ulichokuwa umeandaa. Na unaporudi nyumbani, unafika unaangalia ulichonena, unashangaa, hivi yule ni mimi au ni mtu mwingine? Haleluya. Ni kwa sababu aliyekuwa ananena mahali pale si wewe, ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu ndio maana unafika mahali hata wewe mwenyewe unajishangaa, kwa sababu you were controlled by the Holy Spirit. The power of God, the power of Holy Spirit was in you and it was in action. Hallelujah. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yako na ilikuwa ikitenda kazi, na ndio maana unajishangaa, maana maneno yale si yako bali ni ya yeye mwenye nguvu aliye ndani yako. Mshangilie Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Hebu tuangalie Marko sura 16 na mstari wa 20. Kitabu cha Marko 16:20. Neno la Mungu linatuambia, Marko 16:20, neno la Mungu linasema, nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Haleluya. Ukiangalia Marko, ukianzia mstari wa 19, Marko 16 mstari wa 19,
Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Haleluya. Tuangalie jambo la pili. Nguvu ya ushahidi. Jambo la pili, tuangalie maeneo ya ushahidi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaposhuka, anaachilia nguvu ya ushahidi. Maeneo hayo ya ushahidi ni yapi? Yesu alitaja maeneo 4. Alitaja Yerusalemu, alitaja Yudea, alitaja Samaria na alitaja mwisho wa dunia. Haleluya. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kuanzia Yudea, Yerusalemu, Yudea, Samaria na mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imeandikwa kwa mazingira ya Uyahudini. Imeandikwa kwa mazingira ya Yerusalemu, Samaria na Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anatumia lugha ya picha. Nanyi mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Yudea, mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, Samaria na miisho ya dunia. Alikuwa na maana gani? Yerusalemu ni nyumbani. Anaposema nanyi mtakuwa mashahidi wangu, mkianzia Yerusalemu, Yerusalemu ni nyumbani kwako. Haleluya. Uwe shahidi nyumbani kwako, ukiwa na familia yako, marafiki zako, jamii ya karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Yerusalemu yako. Yerusalemu yako sio kule Tel Aviv. Yerusalemu yako ni nyumbani kwako, ukiwa na familia yako, ukiwa na marafiki zako, ukiwa na jamii ya karibu. Kwa hiyo Biblia inasema Roho Mtakatifu akikujilia, Yesu alikuwa anawaambia wakiwa na maana kwamba Roho Mtakatifu akija ndani yako, utakuwa ni shahidi katika familia yako, kwa marafiki zako na kwa jamii ya karibu yako. Haleluya. Akasema pia utakuwa shahidi Uyahudi, yani Yudea. Hapo anaongeza wigo, kwa maana eneo pana kidogo. Ina maana taifa lako au mji wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema utakuwa shahidi Uyahudini, utakuwa shahidi, ameongeza wigo katika mkoa wako au katika taifa lako. Na anaposema Samaria, ana maana utakuwa shahidi hata kwa wale waliotengwa katika jamii au walioko kwenye migongano ya kiimani. Haleluya. Utawahubiria wale walioko katika mji wako na walioko katika taifa lako, lakini wale ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Haleluya. Wale ambao hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Kwa watu wa mataifa, hautaishia tu kwa jamii yako ya karibu. Hutaishia tu kwa rafiki zako, kwa ndugu zako. Hutaishia tu katika mji wako kwa wale waliookoka tu. Utaenda hata kwa watu wa mataifa. Haleluya. Na anaposema mwisho wa dunia, ana maana utaenda kwenye level ya kimataifa, yani international level. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu hapo ndani yako itakupa hata ruksa ya kwenda mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali utaenda utanyimwa visa. Utaenda mataifa yote. Roho Mtakatifu anapokuagiza nenda Australia, utakapokwenda ubalozi wa Australia utapata visa, maana yeye atatangulia kwenye ile ofisi, maana yeye ni bosi katika maofisi yote. Yeye ni bosi wa kila mahali. Haleluya.
Watakapokuona watasema, ndugu, mbona wewe nakuona kama mtumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Unataka kwenda wapi? Nasema mimi nataka kwenda Australia. Tunataka watumishi wa Mungu Australia. Pasipoti inapigwa muhuri, unaenda. Kwa sababu umetumwa na Roho Mtakatifu. Hakuna wezaye kukuzuia. Haleluya. Umepakwa mafuta ya tofauti, na iko nguvu isiyoelezeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mimi siku moja nimetoka, nilikuwa naenda eneo moja la Goma. Ilikuwa mara yangu ya kwanza, sijawahi kwenda huko toka nimezaliwa. Nimepanda ndege hapa, nimeenda mpaka Kigali. Kufika Kigali pale, kwa sababu hakuna ndege za moja kwa moja kwenda Goma, nyingi hamna. Nikafika Kigali, nikapanda basi. Sijaenda huko, nimeenda, watu wameniagiza kwamba utakapofika mwisho wa basi pale utachukua bodaboda kwenye boda pale kwenye customs office, migration office, amen. Kwenye ofisi za migration ni mahali tu bodaboda itakupeleka na utafika. Tumefika mji mmoja umeitwa Rubavu. Nikaona watu wengi wanashuka. Nikasema hapa ndio mwisho wa basi. Nikashuka. Nilivyoshuka na subiri pale nione bodaboda, lile basi likaondoka. Bodaboda ikaja. Nikamuuliza, hivi kwenda kwenye boda ya Rwanda na Goma, nataka unipeleke pale. Nikamuuliza bei gani? Akasema nitakupeleka. Niuliza bei gani? Akaniambia $80. $80? Wakati watu wameniambia pale naweza nikalipa kama $10 tu. $80? Hata nikaona hapana. Akasema wewe bodaboda unataka kuniibia wewe. Haiwezekani mzee bado ni mbali. Nikasema hapana, kama ni hivyo. Nikaangalia uzuri kwenye kituo kile, palikuwa na ofisi ya lile basi. Ni kama vile unaweza kuwa unaenda Mwanza na ukapanda basi labda umepanda Kilimanjaro. Utakuta hapa Dar es Salaam kuna ofisi, ukifika Morogoro pale utakuta kuna ofisi ya Kilimanjaro basi pia. Kwa hiyo nimefika kwenye ule mji wa Rubavu, bahati nzuri tiketi nilikuwa bado ninayo. Nikaangalia, nikaona hapa kuna ofisi ya hili basi. Nikaingia mle. Nikasema jamani, mimi ninaenda boda, basi lenu limenishusha hapa. Sasa mbona huyu bodaboda ananiambia $80 na wakati huko ameniambia ni kama $10? Wakaniambia mzee, umeshuka mapema, bado hujafika boda bado. Kwa hiyo sasa subiri, tiketi iko wapi? Nikaonyesha. Sawa, usio na wasiwasi mzee, litakuja basi letu lingine, utaingia na tiketi hiyo hiyo, litakupeleka mpaka boda. Basi baada ya dakika kama 20 hivi likafika. Nikaingia, nikaenda siti ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda kukaa siti ya nyuma. Tukawa tunaenda. Sasa nikaona mwenzangu ana vikaratasi ambavyo tunajaza unapokuwa unafika either airport ya nchi nyingine au unapoingia nchi nyingine. Kuna vikaratasi pale unajaza jina lako, namba ya pasipoti yako, unakoenda utakaa muda gani na nini, ili kurahisisha wakupe visa unapoingia hiyo nchi nyingine. Basi nikaona mwenzangu anajaza pale pembeni. Nikamwambia, na mimi naomba hiyo karatasi umeitoa wapi? Anasema wafanyakazi wametugawia. Na mimi naenda. Akaniuliza, unaenda wapi? Nikasema naenda hapo Goma. Unaenda Goma? Akaniangalia akasema, wewe ni mchungaji? Nikasema mimi ni mchungaji. Umejuaje? Mimi nimejua tu. Na kuona umekaa kichungaji. Nikamwambia, nikajaza ile, tukaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na tulikuwa na konvoi ya Wamarekani walikuwa wanaenda. Tulikuwa na mkutano kule Goma wa Injili tukiwa na Wamarekani. Wao wametangulia, mimi nimechelewa kwa sababu nilikuwa sijapata ruhusa ofisini. Ruhusa yangu ilichelewa. Kwa hiyo nikaenda. Yule ndugu akaniambia, mchungaji usiwe na wasiwasi. Tukaenda. Tumefika pale migration, akachukua pasipoti yangu. Tulikuwa tunalipa visa ya $50. Akachukua na $50, akachukua na kale kakaratasi. Na Kiswahili chao kule Kongo.
Mie niko na pastere hapa, niko na pastere. Iko pastere, pastere, leta hiyo kare, leta pasipore yake. Wakachukua pale, wakagonga muri, haraka tukaondoka. Yule ndugu akaanza kusema, unaona umenisaidia na mimi hapa ningekaa foleni. Sasa wewe kwa sababu ni pastor umenisaidia na mimi nimehudumiwa haraka. Tukaondoka. Ile tumevuka mpaka. Sasa kumbe ameshapiga simu. Nissan Patrol ya ofisi yake imesha kuja pale kumpokea. Tukaingia kama mtoto wa mfalme. Haleluya, haleluya. Tukaingia kwenye ile Nissan Patrol. Ilikuwa Land Cruiser. Tukaenda, ikamshusha yule ndugu ofisini kwake. Sasa tayari nilishajua ile timu ya wazungu wako hoteli gani. Kwa hiyo na wakati huo wako kwenye mkutano wa injili, imeshakuwa jioni. Kwa hiyo yule ndugu akamwambia dereva, mpeleke mchungaji kwenye hoteli, nimesahau jina lake, umpeleke hotelini, aweke begi zake. Wale watu wa hoteli watajua, kwa sababu amekuja na wazungu. Kwa hiyo atajua chumba chake wameshamwandalia. Walikuwa wameshaniandalia chumba changu. Wakasema ukishamshusha hotelini, umchukue umpeleke kwenye mkutano wa injili. Haleluya. Kwa hiyo yule ndugu kanipeleka hotelini, nikashusha begi langu, nikaingia kwenye gari, nikaenda kwenye mkutano wa injili. Nimefika pale, wale ndugu waliponiona, yani gari limekuja, hii ndio madhabahu, wazungu na wachungaji wako hapo. Lile gari lilikuja likasimama mpaka hapa. Mabouncer wakazunguka. Nimeshuka nikapanda kwenye stage. Haleluya. Haleluya. Ninachosema ni nini? Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, na unapoenda anakupeleka mataifa yote, na yeye anakuandalia vitu vyote, wala utapata ugumu. Hebu fikiria jinsi nilivyoshuka kwenye lile basi. Kumbe Mungu alikuwa ameandaa mtu wa kunisaidia kwenye basi lililokuwa nyuma. Haleluya. Haleluya. Nikashushwa. Hili basi si lako, umefika mwisho wa basi hili. Liko basi lingine limeandaliwa ili likufikishe boda, na utahudumiwa na utapelekwa mpaka kwenye mkutano wa injili. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Nanyi mtapokea nguvu atakapoajilia Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu Yudea, Yerusalemu, Samaria, na hata miisho ya dunia. Hata mataifa yote utaenda, watakupa visa, utahangaika na usafiri Bwana atauandaa, na utaenda kuwa shahidi hata katika miisho ya dunia. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Ndugu yangu, neno hili limekuja kwa ajili yako jioni ya leo. Mipango ya Mungu ni kamilifu. Roho Mtakatifu atakaposhuka ndani yako, anaachilia nguvu ya ushahidi. Na ushahidi huo usilale nao nyumbani kwako, wala usikae nao tu. Lazima ufanye kazi, uende mataifa yote. Nenda Yerusalemu, nyumbani kwako, katika nchi yako, katika taifa lako, na hata katika miisho ya dunia. Nenda hata kwa watu ambao hawajaokoka, wamjue Kristo, ili ukawe shahidi hata kwa watu walevi, ukawe shahidi kwa watu waliopotea katika dunia hii, na Bwana atakuinua. Haleluya. Kuna madanguro ya machangudoa, unahitajika uende huko, ukawe shahidi wa Bwana, ukadhirishe nguvu ya Bwana mahali pale, na Bwana atakufungulia milango, na Bwana ataandaa nafasi yako, na utaona ishara na miujiza zitaambatana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndugu mmoja alienda Marekani. Alipofika kule, wazungu walikuwa wanamshangaa. Wanasema huyu Mwafrika naye amekuja kufanya nini? Wakati amekaribishwa kusalimia, nguvu ya Mungu ikashuka ndani yake. Akasema, yule ndugu, hebu njoo hapa. Akamuita ndugu mmoja pale kanisani. Yule ndugu alikuwa anaumwa, mgongo wake hawezi hata kuinuka. Haleluya.
Alipofika pale ndani ya umati akamuita, na watu wote mle ndani wanajua huyu ndugu ameteseka na ugonjwa wa mgongo. Hawezi hata kuinua mgongo, anatembea hivi miaka mingi. Alipofika pale akamuita. Akasema tu Kiingereza chake, Jesus healed. In the name of Jesus get healed. Jesus heals. In the name of Jesus get healed. Jesus heals. Wakashuka, yule ndugu amesimama, ameinuka, anaanza kukimbia. Umati mzima ukashangilia. Haleluya. Umati mzima ukashangilia. Watu wakapata udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Toka siku ile mchungaji akapata heshima kwenye kanisa hilo. Walikuwa wanambagua alipoingia. Wanasema huyu mchungaji ametuletea mtu wa namna gani tena? Mwafrika ndo anatuletea hapa. Kumbe ni shahidi mwenye nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu amejaa kwa wingi ndani yake. Haleluya. Akawa ni shahidi mahali pale. Na toka siku hiyo vinywa vya ubaguzi vikafungwa. Haleluya. Wakajua hata huko Afrika Roho Mtakatifu yupo. Huko Afrika Roho Mtakatifu anaachilia nguvu. Huko Afrika wako mashahidi wa Bwana ambao wametumwa kwenda mataifa yote. Heshima ikapanda. Ndugu yangu, ukisimama kama shahidi, Bwana atakuheshimisha. Si tu nyumbani kwako wala taifa lako. Si tu kwa watu wa mataifa, lakini pia atakupeleka kwa mataifa mengi. Hata pale ambapo umedharauliwa, Bwana atakuheshimisha. Ule ushahidi utakapodhihirika ndani yako, ile nguvu ya Roho Mtakatifu itakapodhihirika ndani yako, zile karama zitakapofanya kazi, watu watakuheshimu. Watu watakuheshimu. Mungu ataandaa watenda kazi. Maofisi mengine hutaenda. Utakuta watu wanakuhudumia tu. Nikwambie ushuhuda niliopata pale Goma. Nimefika pale na wale wazungu waliokuwa wameenda kwenye mkutano. Siku hiyo mimi nimefika nikahudumiwa. Nikapata taarifa kumbe wale wazungu pasipoti zao zilikuwa bado ziko pale. Waliwaambia, nyinyi watumishi wa Mungu, nendeni tu, tutabaki tunashughulikia visa zenu. Haleluya. Nyie nendeni tu, tutashughulika na visa zenu. Kwa hiyo tulikuta hata pasipoti zao bado ziko pale zinashughulikiwa, na tulipoingia kaenda nazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Taka sana kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, Bwana atakupeleka mataifa yote, na utakuwa shahidi wa Bwana. Utakuwa shahidi ya Bwana. Na Mungu ataachilia kibali ambacho hakuna mtu atakayekuzuia. Mungu akubariki sana. Neno hili likae kwa wingi ndani yako katika season hii ya Pentekoste. Fungua moyo wako upokee Roho Mtakatifu. Na unapopokea Roho Mtakatifu, unapokea kibali cha kwenda mataifa yote. Inawezekana kuna mahali unaenda unanyimwa visa, lakini nakwambia ndugu yangu, Roho Mtakatifu atakupa kibali. Hakuna visa utakayonyimwa. Haleluya. Hakuna visa utakayonyimwa. Mimi mwenyewe ninayoongea hapa, zile nchi zote ngumu kupata visa, mimi wananipa visa. Nimekwambia, ninajishahidia mimi mwenyewe. Mungu akubariki sana. Haleluya. Bwana na akutendee. Baba, katika jina la Yesu, tunalibariki jina lako. Tunabariki neno lako. Tunabariki maneno yako. Bwana, neno lako likafanye kazi kwa ndugu zetu walioko mahali hapa, na hata wale wote wanaotufuatilia katika mitandao yetu. Baba, likawe na nguvu ya kuwapa ujasiri, likawape nguvu ya kuwa mashahidi kwenda mataifa yote. Wakujue Bwana una nguvu. Mataifa yote yametiishwa chini yako. Mwanadamu ni nani hata umemkirimia utukufu? Umemfanya punde kuliko Mungu, ukamkabidhi kazi ya mikono yako. Mataifa yote yametiishwa chini yake. Viumbe vyote vimetiishwa chini yake. Wewe ni Bwana, unapoweka nguvu ndani ya watumishi wako,
mazingira yote yanatishwa. Bwana, pale ulipotaka Yona asiende Tarshishi aende Ninawi, na alipogeuza nia yake ya kutokwenda Tarshishi akageuza nia yake kwenda Ninawi, uliandaa samaki, na yalipotupwa baharini samaki aliumbika pale pale. Akambeba Yona bila nauli. Alipoingia merikebuni alilipa nauli, aliomba vyakula akala. Lakini ulipoandaa samaki, alipoelekea mahali ambapo ulitaka aende, Yona hakulipa nauli. Yona hakununua kitu chochote kwenye restaurant. Alikaa katika tumbo la samaki siku 3. Samaki akampeleka at your destination, akampeleka mahali ambapo ulitaka aende. Bwana, napoachilia nguvu ndani ya watumishi wako, una makusudi na mahali pa kwenda kuwa mashahidi. Nami ninaomba siku leo ujazo wa Roho Mtakatifu ukawe ndani ya watu wako, na ile nguvu ikawape mwendo mpya, mwelekeo sahihi wa kwenda mahali ambapo unataka ushahidi huu katendeke. Na watu wako wanaoishi katika dhiki, katika shida, katika taabu, katika masumbufu, katika vifungo vya wale mwovu shetani, wakafunguliwe kwa nguvu ya ushahidi, wakafunguliwe kwa karama za Roho, wakafunguliwe kwa utendaji wa watumishi wako. Bwana, kila mmoja akaguswe na nguvu hii siku leo. Baba, inua watendaji, achilia nguvu yako. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Bwana, inua watumishi wako wakwende wakavune, maana mavuno yameiva, shamba limeiva. Baba, achilia nguvu ya watu wako, wakawe mashahidi mataifa yote, wakahubiri neno lako. Asante Mungu wangu, asante Baba yangu, nimejiachilia mbele zako, unitumie upendavyo Bwana, na neno hili likafikie watu wako kwa nguvu ya tofauti. Siku leo ikawe ni siku ya mguso mpya katika maisha yao, ukafinyange nafsi zao zikakuelekea. Bwana, uliotenda kwa Sauli aliye Paulo, aliyekuwa akiwa watumishi wa Mungu akifikiria anafanya vizuri, uligeuza nia yake, naye akawa mtumishi mwema, na hata akamaliza safari salama. Jehova, pokea sifa. Ukatende sasa kwa kila mmoja anayesikia neno hili, ukamponye, ukamjaze nguvu, akawe shahidi yako kuanzia nyumbani, jirani, kwa mataifa na mataifa yote. Na iwe hivyo, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Mungu akubariki sana, na nikuombe uendelee kutufuatilia katika akaunti zetu za YouTube, Instagram na Facebook. Utaingiza pale ukiweka jina John Shusho RHC utatupata, na uendelee kufuatilia mafundisho yetu, na Mungu akubariki. Amen.